Eloi, El Shaddai, Shama. Ni Mungu asiyewezekana. Mungu asiyewezekana. Ni Mungu asiyewezekana. Mungu asiyewezekana. Ni Mungu asiyewezekana. Mungu asiyewezekana. Eloi, El Shaddai, Shama. Amen. Je veux bonne quoi? Tout. Ah. One, two, three, four. Hey. Oh baby, get it. Tunacheza hivi sasa. Mungu asiyewezekana. Eloi, El Shaddai, Shama. Ni Mungu asiyewezekana. Mungu asiyewezekana. Abakaumba hatashindwa na neno. Mungu asiyewezekana. Abakaumba hatashindwa na neno. Mungu asiyewezekana. Eloi, El Shaddai, Shama. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Eloi, El Shaddai, Shama. Umeelewa? Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Eloi, El Shaddai, Shama. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda wewe. Hakuna la kukushinda. Eloi, El Shaddai, Shama. hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda Yesu. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda Bwana. Hakuna la kukushinda. Eloi, El Shaddai, Shama. sitaona neno la kukushinda. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda Bwana. Hakuna la kukushinda. Hakuna la kukushinda wewe. Hakuna la kukushinda. Eloi, El El Shaddai, Shama. Shama. 1, 2, 3. Nisikie kelele kwa Yesu. 1, 2, sema Bwana kwa. One, two, three, go. Wapi vigelegele kwa Yesu. Okay. 1, 2, 3.
shama. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Wewe ni Mungu wa yasiyowezekana. Hello. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Yamebana. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Huyu ni Elohim, Elisada, Shama. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Sikia. Hii kaumba ni yetu sote. Hakuna jambo la kumshinda Mungu hapa. Rudia mara mwisho. Ni Mungu wa yasiyowezekana. Hapa kaumba hutashindwa na neno. Kila linaloendelea hapa Bwana waoni. Nisikie vigelegele sasa kwa Yesu. Unaweza ukamwazimisha Bwana kwa maneno yako. Ukamwambia Bwana, kwenye maisha yangu umebaki wewe tu. Kwenye maisha yangu ni wewe tu Bwana. Ninakuadhimisha wewe Bwana. Wewe ndiye kila kitu kwangu. Wewe ndiye kila kitu kwangu. Unaweza ukasema maneno yako mwenyewe. Ukamwambia Bwana, wewe ni kila kitu. Usingekuwa wewe ningekuwa wapi? Usingekuwa wewe ningekuwa wapi? Wewe ni Mungu, tunakuadhimisha siku ya leo. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Ni wewe tu peke yako. Ni wewe tu peke yako. Ni wewe tu peke yako Bwana. Yesu wewe. Yesu wewe. Asante Yesu makofi mengi kwa ajili ya Yada Voices. Amen. Bwana Yesu nakushukuru kwa ajili ya timu yetu ya kusifu na kuabudu Yada Voices. Tangu tumeanza kukuomba kwa ajili ya watu hawa, Mungu umekuwa mwaminifu sana. Umefanya zaidi ya vile ambavyo tumetarajia. Umetenda zaidi ya vile ambavyo tumekuomba. Watu wanainuliwa, watu wanaolewa, watu wanaoa, watu wanabarikiwa, watu wanapata kazi. Milango ya fedha inafunguka kwa ajili ya watu na maisha yao yanageuzwa kabisa. Asante Bwana kwa kazi ya umeanza kufanya katika maisha ya watoto wako. Libarikiwe na kupewa sifa jina lako. Hata walioko hapa Bwana, wageni na wenyeji, uyakumbuke maisha yao, uwainue na kuwafanikisha sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asante, mpe Yesu makofi mengi tena kwa ajili ya Yada Voices. Asante. Kama kuna kiti kiko mbele yako akina mtu, ili yenu kuwa dhabihu, au sio? Unatoa figo moja, hatuchukui zote mbili, tunachukua moja, figo moja tu. Figo moja bei ya sokoni ya figo moja sasa hivi ni milioni 40, 35, tufanye 40. Figo 50 ni shilingi ngapi?
Milioni 40 zikiwa 5 ni milioni 200, au sio? Zikiwa 50 ni bilioni 2. Sasa tuteseke nini na figo tunazo? Sawa. Baadaye Mungu akitubariki tutanunua figo zingine tutajazia tulipochukua, au sio? Itoeni miili yenu. Kwani je andiko mnalielewaje lini? La itoeni miili yenu kwa dhabihu. Mwili wako si mmoja na figo. Sasa kama utaki kutoa figo, basi omba Mungu sana. Jamani amini. Fedha zipatikane. Wewe Mungu akufanikishe, alafu na watu Mungu awainue, walete fedha, tupanunue hapa pote. Tumjengee Bwana kanisa ambalo litaponya maisha ya watu. Jamani sawa? Sinawezekana tukiomba, au sio? Haya, kichwa cha somo cha leo. Kushiriki, namna ya kushiriki mzigo wa Mungu. Kichwa cha somo ni namna ya kushiriki mzigo wa Mungu. The way to share the burden of God. Namna ya kushiriki mzigo wa Mungu. Sasa pasa, mzigo ni nini? Mzigo hapa unamaanisha mambo ambayo moyo wako unayahangaikia. Mambo ambayo yanasumbua moyo. Mambo ambayo yanakunyima utulivu kwa hali ya kawaida. Ni mzigo, passion. Mzigo ni mambo ambayo yanaongoza matendo ya mtu. Matendo yako yanaongoza mwelekeo wa rasilimali zako. Ndo mzigo. Passion. Movie ya Yesu ya kwanza kabisa ilikuwa inaitwa The Passion of Christ. The Passion of Jesus. Mambo ambayo Yesu aliyafia. Ile wiki ambayo Yesu alisulubiwa, kwenye theolojia tunaita The Passion Week. Ni wiki ambayo hasa kila ambacho kiliubeba moyo wa Mungu, kiliubeba moyo wa Yesu, kilikuwa kinatokea. Wiki aliyosulubiwa Yesu, inaitwa Passion. So nikisema mzigo na maanisha passion. Na maanisha mambo ambayo yanasumbua moyo wako. Na please, kama uko mahali hapa nisikize vizuri sana. Watu wote, uzoefu unaonyesha kwamba watu wote duniani waliofanya mambo makubwa walikuwa na passion kubwa. Walikuwa na mzigo mkubwa. Tunasema hivi, kama ambavyo moto kidogo uzaa joto kidogo, na joto kidogo uzaa matokeo kidogo, vile vile shauku ndogo inazaa matokeo madogo. Okay, ama niseme hivi, iko hivi, tatizo lako wewe sio kwamba hayo unayoyataka hayawezekani. Ni kwamba kiwango chako cha kutaka ni kidogo. Ukimwambia mwanamke mjamzito ambaye anasikia uchungu wa leba, ukasema please, gari ya kukupeleka hospitali haipo, kukaa hapa usubirie gari ifike ndipo uende hospitali. Ukiona anasema sawa, ujue uchungu hujashika bado. Lakini uchungu ukishika, anatamani apasue mlango, atembee kwa mguu, adambie gari atoke. Kwa sababu nothing can stop a pregnant woman when he wants to give birth to a child. Hakuna anaweza kumzuia. Hakuna. Mtu ambaye anataka sana. Mmenisikia? Na unajua, naomba niseme hivi napoendelea. Moja kati ya ugonjwa, mzigo, kansa ambao ipo kwenye akili za vijana wengi na watu wengi wa Kiafrika ni kwamba tuna mzigo kidogo. Hata wa maisha yetu tu na mzigo kidogo. Mzigo kidogo. Mimi naonaga na kuambia ni mzigo kidogo. Nilipomaliza form 4 nikasema ndio maana mimi napata shida sana. I'm sorry to say this. Napata shida sana mtu akiniambia hajapata kazi. Napata shida. Yaani naombaga basi tu, lakini napata shida sana. Mtu akiniambia sijapata kazi.
napataka shida sana. Mimi nilipomaliza form 4, mimi niliposema nataka kazi, nilitafuta form 4, fikia form 4, mtu amemaliza form 4. Nikasema siwezi kukaa 10 mpaka 5, naamka asubuhi, nenda nyumbani, naamka asubuhi, siwezi. Lazima nipate kitu cha kufanya. Nikaandika application. Mtoto wa form 4, nimeenda kufundisha naomba shule, nilipokosa sehemu zote ambazo mtu anaweza kupata kazi, nikaenda kulalamika manispaa. Nikasema manispaa lazima muwe na mkakati wa kuajiri watu wa form 4. Fikiria watu zaidi ya 100,000 hapa mjini wamemaliza form 4. Hawana kitu cha kufanya. Hawa wanaweza kuwa majambazi. Please naomba niajiri mimi. Wakasema njoo sasa tuongee. Wakati najiandaa kwenda, nikapigiwa simu sehemu kazi ya kuuza vocha za jumla na rejareja, mshahara 40,000 kwa mwezi. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Nauli ya kwenda kazini napewa, nauli ya kurudi napewa. Lakini kwa bahati mbaya, miezi yote niliyofanya kazi sikuwahi kupata mshahara wote. Kwa sababu yule bosi anasema hivi, ukiingiza shoti ni ya wewe na ukoo wako. Sawa? Ile ofisi yake anasema hii ofisi bwana haina kipengele chochote tajiri. Labda kipengele uje navyo wewe tajiri. Ofisi yake haina kipengele chochote. Kipengele unakuja nacho wewe. So ukiongeza bosi 7,000 unakata 7,000. Kuna siku nilichukua mshahara 15,000 nilitaka kulia. Bana, lakini I was passionate. Nikazunguka kwenye shedi za mafuta. Nikasema nipeni kazi. Naomba kazi na uwezo. Nikazunguka kila sehemu, nikaandika application, nikatangaza kwa watu ambao wameokoka, niombeeni nipate kazi. Wewe shida unajisikia aibu. Unafikiri Mungu atafanya. Sawa, you are not passionate. Na huo mzigo ambao tunao. Shida ya vijana wengi, shida ya watu wengi, hamna mzigo mkubwa. Yaani na hauna mzigo mkubwa kwa sababu una option, una mbadala. Una watu wanaweza kukusaidia. Una ndugu kadhaa wanaweza kukupigia simu wakakusaidia. Ukifika mahali ambapo hauna cha kutumaini, my friend, njia inapatikana. Dunia hii imeshakuwa na watu wamefanya mambo ya ajabu sana. Nilikuwa nasoma kuna mtu mmoja anaitwa Isaac Newton. Huyu jamaa alikuwa ni mtu wa mahesabu, ana passion na mambo ya hesabu. Siku moja akawa anamuuliza mke wake, anasema hivi, mke wangu, leo nimekula leo kweli? Leo nilikula. Yaani yuko busy mpaka anasahau kula. Njaa imuumi, anauliza kama amekula wajana. Kuna mtu anaitwa Alexander the Great, alikuwa na passion kubwa, anataka kutawala dunia nzima. Anataka kutawala dunia nzima itawale. Alipofika akaona sema amepigana vita sana, akauliza huko kuna watu wengine ni wapigi? Akasema hamna, akaanza kulia machozi. Natokea hapo akadhoofika, akapata malaria, akafa. Passion. Jamani, amina. Bwana asifiwe sana. Yeah. Ni kitu gani ambacho kinakunyima usingizi? Ni kitu gani? Ni kitu gani ambacho kinakufanya usitulie ya? Wewe usione kama maisha yana maana kama sio hicho kitu. Ni kitu gani? Mimi na kijana mmoja, huyu kijana ni wa ajabu sana. Ni kijana wangu tu, kijana ambao ananifuatilia kwa karibu. Huyu dogo amemaliza chuo cha SUA. Degree. Akupata kazi. Akaendelea kutafuta, akupata. Akaanza kuuza makoti, lab coat zile. Anauza lab coat. Akagundua akienda kwa fundi na mshonea anamchelewesha saa nyingine. Anashindwa kudeliver mzigo kwa wakati. Akaamua kujifunza kushona. People grace. Akaamua kujifunza kushona. Yaani akawa fundi cherehani. Ana degree. Awe tu anashona makoti yake. Akajifunza akamaliza. Msimu wa makoti ulipoisha akaona kazi hamna sasa. Maana makoti ukinunua moja alifi kesho, unatumia miaka 3. Makoti hamna. Akaanza kupiga picha. Piga picha, akagundua juu, akaanza kujifunza kupiga picha. Akajifunza akawa photographer, akafungua ofisi. Wala ambao wanajua njia ya kwenda kwetu kule Zoom studio. Wakafungua studio.
anafanya hayo yote huko, anafanya application. Sasa hivi amepata kazi, hayuko mjini tena. Bwana asifiwe sana. Please, shida yako wewe, you don't want it. Yani hauna mzigo. Bwana akupe mzigo wa kwanza wa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na niwaambia hapa kanisani, kila mmoja hapa duniani ana wito wa aina hizi tatu. Wito wa kwanza ni wito kwa maisha yako mwenyewe. Wito wa pili ni wito kwa familia yako. Wito wa tatu ni wito kwa kizazi chako. Sawa? Yeah. Sasa Mungu na yeye pia ana mzigo. Jamani, amini. Mungu naye ana mzigo. Ana mambo ambayo Mungu hayampi utulivu. Mungu ana mizigo yake. Jamani, sawa? Mungu wetu huyu naye ana mzigo wake. Ana kitu ambacho kinamnyima utulivu. Kitabu cha Yohana sura 3 mstari 16. Haya. Sasa mniruhusu niwapange mwenyewe. Nyie hapa, kaeni hapa mbele mmoja. Lipo kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari 16. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu alimtoa mwanawe pekee, sio mwanawe wa pekee. Ukisema mwanawe wa pekee ni tofauti na kusema mwanawe pekee. Unaposema mwanawe pekee, manake hakuwa na mwana mwingine isipokuwa huyu ambaye amemtoa. Anasema ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa mara nyingi huwa hatuelewi ile andiko. Naomba nikufafanulie kidogo. Iko hivi, watu wote duniani kwa sababu ya Adam tulipokea namna asili ya kutenda dhambi. Sawa? Kupitia mtu mmoja, kitabu cha Warumi sura 5 kuanzia mstari 17, anasema kama vile kwa mtu mmoja dhambi iliingia duniani, vile vile kwa mtu mmoja Yesu haki, uzima uliingia duniani. So wote sisi tulipokea asili ya dhambi kupitia Adamu. So wote tukaanza kutamani kutenda dhambi. Tukaanza kutamani kuishi maisha ambayo ni ya matakwa yetu wenyewe. Sasa yale mambo yalileta vitu viwili. Moja, faida yake ya kwanza ilitupa uhuru. Kwa sababu ndicho ambacho Adam alichokitaka, freedom to make his own choices. Uhuru wa kufanya maamuzi yake mwenyewe ni faida ya kwanza. Lakini wakati unapata ule uhuru, kwa bahati mbaya tukawa tumefanyika watoto wa Ibilisi. Sawa? So ule uhuru ambao Adamu aliutafuta ulikuja na price tag, gharama ya nini? Ya kufanyika mtoto wa Ibilisi. Kivipi? Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa sababu Ibilisi anatenda dhambi tokea mwanzo. Sasa huku tumemuasi Mungu na huku tumejisajili kwa watoto wa Ibilisi. Na unapokuwa mtoto wa Shetani, maana Shetani ana mamlaka na wewe. Anaweza kukutumia anavyotaka, anaweza kukuelekezea anachotaka, na anaweza kukufanya anachotaka. Sasa huyu baba huyu ambaye ni Shetani, ambaye sisi tumemchagua kwa hiari yetu wenyewe awe baba yetu, mission yake ina mambo haya matatu. Kazi yake ni tatu. Moja, kuchinja. 2, kuua. 3, kuharibu. So ukiona mtu yuko chini ya umiliki na utawala wa Shetani, kifuatacho atakuja kuchinjwa, ataharibiwa na atauawa. Kwamba ni lini ni swala muda tu. Na mwingine anasema, pastor, mbona kuna watu hawajaokoka wana maisha mazuri tu? Ni kwa sababu Shetani ana akili. Anataka usimuishi vibaya. Anataka usije ukadhani kwamba ni yeye. Lakini pia anataka amtumie mtu kwanza
kwanza, akishamtumia kimaliza anampoteza. Umeona mambo yametokea huko Marekani. Wanamuziki kama kuna kaka mmoja mwimbaji mzuri sana anaitwa Arakeri, ni mwimbaji mzuri sana. Kuna waimbaji kama akina Puff Daddy, P Diddy. Umeona? Walianza vizuri. Mfano Arakeri yule alikuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Gospel musician kabisa, ameokoka. Kijana wa kanisa. Akaanza kuimba R&B. Akawa mfalme wa R&B. When a woman loves, she loves for it. Bam 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 bam. Anapata mahela, mapesa mengi. Shetani akamwinukia. Wakati unajua shetani ana saa yake ya mavuno. Anaweza kukurutubisha wewe, alafu yeye akuvune vizuri. Akamvuna Arakeli. Sasa yuko gerezani. Makesi hayaelezeki. Atafia gerezani. Kutoka neema ya Mungu ingilie kati. Maana miaka yofundi nafikiri maisha kama sikosei. Pidid hivyo. Watu ni Wakristo ambao walionewa na shetani. Bwana asifiwe sana. Ndio kazi yake shetani. Atakutumia baadaye atakuacha. Sasa Mungu anajua haya mambo yakiendelea atakoteza watoto wake wote. Kwa hiyo akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo aje kuwaokoa wanadamu. Kivipi? Yeye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Nifafanue hapo. Kwa nini afe? Vile tulifanya uasi, tukamtenda Mungu dhambi, tukawa tumehesabiwa hatia. Na ukihesabiwa hatia, ukikutwa na hatia kwenye kesi yoyote ile, unahukumiwa. Kwa tukahukumiwa kufa kwa sababu ya dhambi zetu wote, kuanzia kwa Adam na uzao wake wote. Sasa ili dhambi ile iondolewe, lazima aje Adamu mwingine ambaye afe, alipie gharama ya ile hukumu ambayo kwa hatia yake tulihukumiwa. Kwa Yesu alipokuja akafa msalabani, alipokufa, ile dhambi yote ambayo ilikuwa juu ya ulimwengu ilikuwa juu yake yeye. Ndio maana Yohana 1:39 nasema hivi, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu amechukua dhambi ya ulimwengu. Dhambi yetu sote, wote hapa tuliozaliwa na watakaozaliwa, dhambi zao zote Yesu alizichukua, akafa kwa ajili yetu pale msalabani. Ndipo sawa Efeso inasema hivi, ile hati ya mashtaka iliyokuwa ikitutenga na Mungu na kuweka uadui kati ya Mungu, aliondoa isiwepo tena kwa kuigongelea pale msalabani. Bwana asifiwe. So Yesu alipokufa pale msalabani, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Manake alilipa gharama ya dhambi zetu. Tatizo ni nini sasa? Tatizo ni kwamba hii haiji kwa kuzaliwa. Sawa? Hii inakuja kwa kuamini. Ili upokee ondoleo na matokeo ya kifo cha Yesu cha msalaba, inabidi uamini, inabidi ukubali kwamba wewe umelipiwa deni. Ngoja nikupe mfano rahisi tu. Mimi nilikuwa na kijana wetu hapa kanisani, anaitwa Joseph Jilai. Alikuwa mchungaji wetu hapa. Sasa hivi yuko Dar es Salaam. Kuna mambo yalitokea, wengi mnafahamu, akawekwa ndani. Akiwa yuko kule ndani, akaniambia, pasa, nilipofika tukakwanza kumtembelea, asa pasa, fanya namna yoyote nitoke huku, akufai. Na mimi nilifika pale, nimemuona amenyolewa nywele, amevaa zile uniform za orange, anakaa kimlango chenyewe cha kuingia gerezani. Unajua watu, mimi nafikiri tufanye hivi, naiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa nchi ananisikia hapa sasa hivi, naomba jeshi la polisi lianzishe utalii wa ndani wa magerezani. Sawa? Angalau kila mraia afike gerezani aone hali ikoje. My friend, ukienda gerezani hautatamani ukae kule. Mimi nimeenda pale, ni mchungaji.
wameniinamisha kwenye kile kimlango, yani unaingizwa hivi chini pale tu reception. Moyo wangu unadunda hivi, nikasema Yesu, kama kuna dhambi yoyote nimefanya naomba unisamehe kwa kweli, nisije nikaingia huko ndani. Dogo akasema pastor please nitoe huko. Nikapambana nikamtoa. Shida sasa, wakati mimi napambana, atuwasiliani yuko ndani. So ikabidi baada ya kukamilisha document zote nikakabisi, maana nilikuwa natafuta kifungo cha nje ili awe huru, awe nje. Ikabidi askari aenda akamwambia kwamba sikia, mwanzoni pale nimeambiwa alikuwa na uchungu, alikuwa na hasira, ndugu zake hawapo, na alivyo yule mtoto amekuja hapa Morogoro, ana ndugu mmoja tu, na yule ndugu hana taarifa zake, ambaye najua kwamba amefungwa na ni mimi tu na hili kanisa. So ana uchungu, anasema yani mchungaji ameshinda kufanya kitu kweli. Kumbe mimi napambana huku, naambiwa sahihisha hapa sahihi, napambana, hajui kwamba nimemhangaikia sana. Baada ya wiki kama 3 hivi, wiki 2 ndo nikakamilisha hizo procedure. Nikaenda, ikabidi askari akamwambia, sikia nikwambie, saa yoyote kutokea sasa unatoka, maana mchungaji yule anaitwa mchungaji yule mshukuru sana yule, amekupambania sana, umetoka, kila kitu umemaliza, utatoka muda wote. Sasa nilipomwambia hivyo, alipopokea hizo taarifa, akawa yuko huru tokea hapo. Ingawa bado alikuwa gerezani, lakini mimi nikawa nimeshalipa kila kitu ambacho natakiwa ili atoke. Lakini bidi awepo mtu wa kumwambia kwa Bwana, mchungaji ameshatenda, ameshafanya. Baada ya kumwambia hiyo habari, amani ikarudi, ujasiri, kwa maana ilikuwa wahamishwe apelekwe kifungo kingine. Akasema sasa sitapelekwa ndani. Akaanza kula vizuri. Alikuwa anamuita mchungaji wa Selo, akahubiri kwa ujasiri, akajua sasa saa yoyote natoka. Na kweli haikupita muda kama siku 3 nikapigiwa simu. Uko anaitwa Belo, ndio, njoo hapa manispaa. Nikaenda. Huyu hapo namjua, ndio, nani, Jose. Sasa yuko huru ndugu yako, mchukue. Saini tu dhamana hapa na nini, na mimi nikafurahi. Bwana asifiwe sana. Nikasema sasa umetoka. Nikasema na kuchukulia hoteli. Ulikuwa unakula ugali na maharage, sasa ule vizuri. Nikampeleka kwenye hoteli moja nzuri, nikamchukulia room pale kwenye chumba chako kule, ile chumba cha kudumbukia, usiende, utakaa kwenye hoteli. Bwana asifiwe sana. Nikafurahi, maana mtoto wangu alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Jamani, amina. Alikuwa amechoka, ameonewa, sasa yuko huru. Nikasema chinja, kula, agiza juice, nini, kula, kala, akafurahi. Baada ya muda tukapata. Sasa hapa Morogoro naona upepo sio mzuri, nenda Dar es Salaam. Jamani, amina. Na ameniambia amepata mchumba, mwaka huu anaoa, na mwezi wa 7 Bwana akitujalia tutafungua tawi la CLA na yeye ndo atakuwa mchungaji wetu. Jamani, amina. Hallelujah. You see that? Bwana asifiwe. Tungeweza kufungua hata kesho, lakini mimi nimeteseka sana kuanza kanisa. Nikaona nimejiwekea malengo kwamba mimi wachungaji watoto wangu hawatateseka kama mimi. Bwana asifiwe sana. Nataka tuanze kanisa na kila kitu. Jamani, amina. Na tuna uhakika wa kumsustain angalau kwa miezi 6. Alafu baada hapo sasa ndo aendelee. Kwa nikamwambia Bwana, wewe oa tu, na ameshapata mchumba na amenitumia picha. Kwa kweli nyie mliomkataa akiwa hapa, ameniambia niwaambie, anasema anawashukuru sana kwa kumkataa, maana ni kwa ajili yenu amepata binti mrembo. Jamani, amina. Mnajijua na mimi nawajua. Unamkataa pastor wada. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa Mungu anasikia vibaya kwamba watoto wake ameshawawekwa huru, ameshawafia msalabani, lakini bado wanateswa na mama moja. Yeye alishayafia tayari. So anataka watu sasa, msigo wake anataka watu waende sasa, wakawaambia watu wengine kwamba jamani, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja ya kufungwa tena, hakuna haja ya kusumbuliwa tena, maana Yesu ameshalipa. Jamani, amina. Ameshalipa Yesu. Ukiona mtu ni kahaba,
Ukiona mtu ni shoga, ukiona mtu ni mwizi, jambazi, anateswa na dhambi, ujue anateswa bure. Sio kwa sababu hakuna namna. Namna ipo. Namna ipo. Nasema kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, kitabu cha Isaya sura 6 mstari 8. Isaya 6 mstari 8. Biblia inasema, anasema hivi, kisha nikaisikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani? Na ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Unaona, tokea zamani, Isaya hii ni miaka mingi sana. Tokea zamani Mungu anatafuta mtu anaweza kumtuma. Jamani, amini. God is looking for a person he can send. Kwani kwa sababu duniani hapa anayetawala ni mimi na wewe, sio Mungu. Mungu anatafuta mtu anaweza kumtuma. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Sasa, nini kitatokea kama tukishiriki mzigo huu na Mungu? Nini kitatokea? Kwa sababu lazima niwaambie. Nisipowaambia nitakuwa na wakosea. Haraka dakika 10 tunamaliza. Nini kitatokea kama tukishiriki mzigo na Mungu? Moja, Mungu atafurahi. Jamani, amina. Mungu atafurahi. Mungu atafurahi. Mungu atafurahi sana. Biblia inasema ni furaha kubwa mbinguni. Ni furaha kubwa sana mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu. Mwenye dhambi mmoja akitubu, mbinguni ni furaha isiyo misilika. Mungu ukijenga nyumba, Mungu anafurahi, lakini sio furaha sana. Lakini mwenye dhambi mmoja akitubu, Mungu anafurahi. Mnafahamu mfano yule baba ambaye alikuwa na mtoto yule ameomba sehemu ya urithi wake. Anasema, nipe sehemu ya urithi wangu mimi nikafanye maisha. Akampa, akaenda akafanya maisha. Biblia inasema akatumia mali zake kwa anasa. Baadaye akakumbuka, akarudi kwa baba yake. Akati anaenda kwa baba, yeye akili zake alijua baba atamkasirikia. Lakini baba akasema hivi, wewe ulikuwa umekufa, sasa umefufuka. Alipomkumbatia, akamvisha pete, akamvisha mkufu, akafanya sherehe pale nyumbani. Watu wa ibada kwanza nimewaambia, mimi ni mzazi. Unajua, huyu Wiseman na Warren ni watoto wangu. Mimi agizo langu ni hili hapa. Kwa wale wote ambao wanawasimamia watoto, Wiseman akikosea mpige, Warren akikosea mpige. Sawa? Muadhibu tu. Lakini ingawa sisemagi umuadhibu kiasi gani, lakini kuna namna nikisikia kilio cha mtoto, yani kuna kitu kinatembea mwilini kina. Watoto wanauma sana. Sisi ambao tuna watoto tunajua watoto wanauma. Sasa ukiona mtoto wako anarudi nyumbani, haukumbuki amekosa kiasi gani, haukumbuki amefanya dhambi kiasi gani, haukumbuki. Unachofurahi tu kwamba alikuwa amekufa, sasa amerudi, alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Sasa mtu ambaye anakusaidia kukurudishia watoto wako nyumbani, huyo mtu unamfanyaje? Tutaangalia baadaye. Lakini Mungu anafurahi. Jamani, amina. Hallelujah. God smiles in heaven. Iko hivi, kimsingi kinachomsumbua Mungu, yani katika vitu vyote ambavyo vinamsumbua, cha kwanza ni hicho, watoto wake warudi. Haya mengine haya ni ziada tu. Hebu niambie, nini kinamsumbua Mungu sasa? Vita vya Iraki na Marekani? Vita vya Urusi na Ukraine? Si madaraka tu wanataka. Vita vya Kongo? Hapana. Ila kinachomsumbua Mungu ni kwamba katikati ya vile vita kuna watu wanakufa hawajaokoka. Maana Mungu afurahishi na kifo cha mwenye dhambi, kwa sababu akifa ataenda motoni. Na moja kati ya injili ambazo tumezipoteza sasa hivi ni kwamba moto upo. Mmesikia mpeliki?
Moto upo. Bwana asifiwe sana. Jehanamu hipo. Kuna moto. Achana na habari zao anasema Mungu anampenda sana watu wake, hawezi kuwachoma moto. Sio yeye anawachoma, ni watu wanaenda motoni kwa sababu ya kutotii kwao. Sasa mtu mmoja anaponusurika na moto wa milele, Mungu anafurahi. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Jambo la pili linalotokea tukiwaleta tukishiriki mzigo huu wa Yesu. Sisi kwanza. Sisi hapa. Sisi. Mungu anatubariki. Amina. Mungu anatubariki. Mungu anatubariki. Mimi ngoja niwape mfano rahisi tu. Mimi na dada mmoja hapa kanisa, hapa ofisini kwangu, anaitwa Zainabu. Sawa? Zainabu alikuwa mfanyakazi wetu kwenye biashara yetu pale. Yule dada sio Mkristo, ni Muislamu. Alikuwa anatafuta tu kazi, nililetewa, nikasema sawa. Alikuwa hajui kompyuta, hajui chochote, nikamfundisha akajua. Yule dada alikuwa hivi, mambo kabla sijayawaza yeye anafanya. Umenielewa? Yaani naweza nikamwambia print kitabu hiki, yeye nisimwambie ukitoka hapa bind laminate tuma. Yeye anajua akiwa na hela nikimpa fedha hizi hapa, ana print kitabu, ana print cover, ana laminate, ana bind, anagonga pini, anachukua namba ya simu kwenye kitabu, anampigia mteja, anamtumia mteja, na shangaa tu message kwenye simu. Namba ya mzigo hii hapa, mtumie mteja. Nilimpenda yule dada. Ni vile tu tumesimamisha kazi za production office. Lakini sio imani yangu, ila sikumpenda kwa sababu ameokoka, sikumpenda kwa sababu ni mzuri, nilimpenda kwa sababu kazi yangu anaifanikisha. Unajua pia mimi nawaambiaga hivi, ukisikia mtu analalamika kazini kwao, hawanipendi, anina nini, kuna mambo haya mawili. Aidha bosi wake ni mshirikina. Kama bosi sio mshirikina, nitakwambia kwa nini ni mshirikina. Kama bosi sio mshirikina, basi wewe mfanyakazi hauna maajabu. Sawa? Sema hauna maajabu. Kuna kawimbo nimekasikia kanendo, hauna maajabu. Hauna maajabu. Hauna maajabu. Hauna maajabu. Hauna maajabu. Kwa sababu bosi ni mshirikina, kwa sababu mtu yeyote ambaye atafukuza mfanyakazi, atamnyanyasa mfanyakazi ambaye anafanya biashara yake ifanikiwe, huyo ni bosi mshirikina. Kama unaleta mazao, kama ni kwa sababu yako ofisi hiyo inafanikiwa, my friend, watakubembeleza. Watakubembeleza. Shida ni kwamba hauna maajabu. Sasa nikisema hivi mnakasirika, lakini kweli wewe hauna maajabu. Rafiki yangu mmoja niliwaambia, alikuwa anafanya kazi sehemu, aliomba kuacha. Okay, sio rafiki yangu, alikuwa askari. Rafiki yangu, najua tulikuwa tunaongea naye. Anasema pasa, ilibidi nimeomba kuacha kazi miaka 2 waniruhusu. Nimeomba hawaniruhusu. Siku moja faili langu imefika kwa RPC, anafungua faili langu, akagundua siri. Maana mimi pastor nimekaa miaka 5, nimeajiriwa, sikwenda kituoni, nimekaa miaka 5 napiga kosi ya uongozi, nimepiga ya magendo, nimepiga. Walipochaguliwa watu kwenda Kibiti, nikaenda nikaenda mimi ni askari. Nimepiga kosi miaka 5 mimi. So nipoomba kuacha kazi 2 years hawakunipa. Ni mchungaji huyu jamaa, ikabidi asusie kwenda kazini, aache mwenyewe asiende kazini, akawa aendi ili aonekane mtoro. Baada ya mtoro, kanuni mtu asimonekana kazini kwa muda fulani, anaachishwa kazi. Kwa nini hataki kumwacha? Kijana amesoma, ana ujuzi, ana mchango kwenye ofisi. Wanawaza huyu ni askari gani ndio poteza. Unajua imemletea shida mpaka leo haki zake hajapata. Bado wanamchunguza. Sasa kwa nini ameacha? Kwa nini ameacha? Alikuwa wa muhimu. Sisi mabosi tuko hivyo. Mtu ambaye anakuletea matunda, unampenda.
Jamani, sawa? Sasa Mungu je, anasema kwenye kitabu cha Yohana sura 15. Yohana 15 anasema hivi. Kitabu cha Yohana mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili izidi kuzaa. Umenielewa? Tawi lisilozaa analiondoa, linalozaa analisafisha lipate kuzaa zaidi. Anakusafisha. Wakati unapoamua kumzalia matunda Mungu katika hali yako hiyo hiyo, Mungu anakuangalia, anasema ana kitu gani kinamsumbua? Umenielewa? Ana kitu gani? Akiangalia labda una simu ya touch, ya touch si ya touch, anakupa simu ya touch. Ila wewe akili zako unasema mimi sina simu ya touch ndio maana sishuhudii. Kumbe Mungu anasubiri uanze kushuhudia ndipo akupe simu ya touch. Umeona kwenye simu za touch, hata wale wenye simu zinasumbua. Kuna mwanangu mmoja ana simu hapa tunaiombeaga ifunguliwe. Lakini una simu, wewe unasema nikipanga nikiwa kwangu ndo nitaanza kushuhudia. Anza kushuhudia upo kwako. Mungu akigundua kushuhudia kukaa kwako ni kikwazo cha wewe kushuhudia, anakutoa kwako. Bwana asifiwe. Tawi linalozaa anasema analipalilia lipate kuzaa sana. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Amen. Zalie Bwana matunda. Amina. Mzalie Bwana matunda. Ukizaa anakusafisha. Unajua moja kati ya kitu kinanipa uhakika mimi wa kuishi maisha marefu sio chakula na chakula, wala sio maombi na yokula. Ni kwamba 98% ya mambo na waza sio ya kwangu mwenyewe, na waza kazi ambayo Mungu amenitia. So Mungu ataniacha kwa ajili ya kazi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Wewe leo hii wakala wa uharibifu akikukaba roba hivi, Israeli mtoa roho akikukaba roba akasema tunataka tukutoe leo uondoke uungane na bibi zako wale ukapumzike, utakataa kwa sababu gani? Utasema nataka nioe. Tutakwambia mbinguni kuna malaika na wanawake wazuri, utaoa kule. Nataka niole, tukwambia mbinguni ni kuzuri kuliko ndoa. Lakini ukisema hapana, nataka nilete watu 50 kwa Yesu, malaika mtoa anasema basi. Wewe ni wa faida. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yes. Jambo la pili, nini kinatokea tukileta watu kwa Yesu? Mungu anatuheshimu. Amen. Anasema hivi, mtu akinitumikia na anifuate, na yeyote anayemtumikia Baba yangu atamheshimu. Na nataka niwaambie, katika kazi zote ambazo ziko kwenye shamba la Mungu, kazi yenye heshima kuliko zote ni kazi ya kuwaleta watu kwa Yesu. Nakwambia ukweli, kwa sababu hiyo kazi, unajua iko hivi, kwenye timu ya mpira mchezaji mwenye heshima kuliko wote ni yule ambaye tunasema wataalamu ambao mmecheza mpira. Kama wewe kucheza mpira ni tuache sisi tunacheza mpira. Mimi namba yangu namba 7, mimi ni winga. Isingekuwa wito huu wa uchungaji, mimi ningekuwa nachezea labda kama sio Barcelona. Huo ni ushirikina. Hiyo ni rombaya ya wazi kabisa. Mbeya City mimi kweli? Hamna bwana, nishavuka. Mimi ningekuwa nachezea Barca au Real Madrid. Maana mimi namba 7 hivi, winga Teresa tunaita. Sisi ni winga Teresa sisi. Sawa jamani? Winga Teresa ndo sisi. Na hivi ndivyo mwembamba hivi. Beki akinishika na Teresa tu. Sasa
Mchezaji ambaye anaheshimiwa zaidi ni yule ambaye anatoa assist. Unaelewa? So mtu anaweza kashinda, mimi nashangaga mtu hajafunga goli hata moja lakini ametoa assist. Yeye anasababisha timu ifunge magoli. Huyo ndo anaheshimiwa sana. Kwa sababu ana assist. Nena kama akina Aziz Kiwa, akina Faisal Shaban, Faisal nani? Salum, wana assist wale. Wale ndo wachezaji kali zaidi duniani. Wanao assist. Mabeki hao wanasaidia. Lakini mabeki hata ukiweka, sasa niseme vitu vingi sana taharibu, lakini assist, wewe unayefanya mtu ambaye analeta watu kwa Yesu ni sawa sana mtu ana assist, anatoa assist. Jamani amina. Ndio maana Chama, kwa mfano mtu kama Chama yule. Chama, unajua Chama hajaikuwa mfungaji bora. Sikumbuki kama amewahi, lakini ndo alikuwa MVP karibu mara mbili. Kwa nini? Kwa sababu anatoa assist. Sasa wenzetu leo, kwa mfano leo mchana tunaenda kutoa assist. Bwana asifiwe sana. Kuleta watu kwa Yesu. Unamwambia Mungu, anayeokoa sio wewe. Anayeokoa ni Yesu. Sisi kazi yake ni kutoa nini? Kutoa nini jamani? Assist. Ili Yesu afunge goli. Yesu aokoe. Anayeokoa ni Yesu. Anayeshuhudia watu kwa habari ya wokovu sio wewe, ni Yesu. Ni Roho Mtakatifu. Anasema ataushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi na kwa habari ya hukumu. Roho Mtakatifu anashuhudia, Yesu anaokoa, sisi tunatoa assist. Na anasema Mungu atakuheshimu. Jamani amina. Haleluya. Sasa ukiona mtu hataki kuheshimiwa na Mungu, huyo mtu ana shida kubwa sana, anahitaji msaada. Jamani amina. Na nini kitatokea kwa wale ambao sasa tunawashuhudia? Moja, watakuwa wamepata uzima wa milele. Amina. Mbili, watakuwa wamepata Yesu, wamepata amani. Tatu, watapata usalama wa maisha yao. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu hapa kanisani. Yaani tumeanza kushuhudia kwa kasi kubwa sana. Mungu ametutendea muujiza. Mimi nimeshangaa sana. Ngoja nikwambie Mungu. Unajua tumekuwa kwenye maombi ya muda mrefu. Tunaomba Mungu atupe speaker, atupe vyombo. Mnajua kanisani, mnajua. Tumeomba Mungu atupe vyombo. Tumeomba Mungu atupe kaumba. Tumeomba. Sasa ngoja nikushirikishe jinsi speaker ilivyopatikana. Hii speaker imepatikana hivi. Hii speaker, niko na kijana wangu mmoja hapo kanisani. Tunaenda kwenye hoteli ya Excel iko hapo. Tumekaa hapo. Tunaongea, nikamwambia bwana, mimi nimekuchagua uwe kiongozi wa uinjilisti kanisani. Maana si niliwaambia naendelea kuform team. Subiri kidogo, nataka nifanye vitu hapa. Niliwaambia kwamba nimeform team ya uinjilisti hapa kanisani. Nimeunda viongozi wa uinjilisti. Nikamwambia bwana, nimekuweka kwenye timu wenyewe. Sema okay, sasa tutahubirije? Nikasema tutanunua speaker. Tunamwamini Mungu, tunanunua speaker nzuri ya kuhubiria. Akasema sawa. Basi. Akasema speaker pasi inauzwa shilingi ngapi? Nikasema 500,000, 600,000, 700,000, 800,000. Akasema ingekuwa inauzwa 200,000, mimi ningetoa hiyo fedha ningenunua. Nikasema twende tukaangalia, tukaenda dukani. Tukaikuta za 200,000 zipo lakini zilikuwa nzuri sana. Tukaipata hii, tukaomba tupunguzie mpaka 500,000 kamili pamoja na stand yake. Akakubali. Bwana asifiwe. Akasema mimi na 200,000. Ngoja nimwambie mama nitumie. Akasema mama anasema nitakutumia kesho mchana, ambao ni Ijumaa mchana. Mimi Jumamosi asubuhi nikapokea simu. Sasa ndio nikamwambia namwamini Mungu atatupa 300,000 ya kujazia hapo tununue speaker. Sina hela kabisa. Nikawa namwamini tu Mungu. Jumatatu Jumamosi asubuhi nikapokea simu. Mtu akanipigia simu, "Pasa uko wapi?" Nikasema niko kanisani. Niko nyumbani. Akasema ukifika kanisani unipigie. Nikafika, akaja. Ni kijana ambaye ni wa kawaida tu. Na mimi moyo wangu ulijua kwamba ana shida, anataka nimuombe au anataka anikope fedha. Sikuwaza kama kuna kitu kizuri anataka kufanya. Amefika hapo ofisini, nilipofika nikampigia simu akaja. Akasema, "Pastor, nimesikia moyoni mwangu nikupe fedha hii." Akanikabidhi bahasha na fedha imetuna hivi.
Kwa hesabu zile fedha ni 300,000. 5,500. Sasa 5,500 ukiweka nyingi kwenye bahasha zinajazi. 300,000 kama na kitu hivi. Nikampigia yule kijana, bwana, mtu ameshatuma fedha tayari. Ile 300,000 imeshapatikana. Akatuma 300,000. Akatuma ile fedha leo. Mamake naye akamtumia. Akatuma ile fedha, tukatoa, tukanunua hii speaker. Bwana asifiwe sana. Mpigie Yesu makofi mengi. Sasa nataka nikwambie hizi speaker zote hizi hazizidi speaker hii muhimu. Hii speaker ndio speaker bora na muhimu kuliko zote. Kwa sababu hii sina waruhusa roho nyinyi tu mmeshaokoka huko ndani. Hii inawatafuta watu ambao Yesu aliwafia. Jamani amina. Na Ijumaa nilipopata speaker sikulaza damu, nikatoka saa hiyo. Nikaenda kuhubiri mtaani. Nikahubiri. Jana tumeenda kuhubiri. Watu wameokoka, kuna mtu mmoja ameokoka, tumechukua namba yake ya simu. Na wengine wameokoka, na wengine wamefunguliwa, na of course tumepata na hela. Jana tumepata sadaka shilingi 25,000. Ukihubiri hivyo watu wanakuja, pasa sadaka hii. Watu wanabadilika, watu wanasikia neno. Na leo mchana hapa namaliza haraka, sio kwa sababu tunataka mwai nyumbani. Nataka tukaende tukahubiri mtaani. Jamani amina. Tunaenda kuhubiri injili mtaani. Watu ambao hawajaokoka waokoke, watu waliofungwa wafunguliwe, watu wanaoteswa wawekwe huru. Jamani amina. Tunapita mtaa kwa mtaa. Tumeshahubiri hapa na watu nikuoneshe jinsi ilivyo ajabu. Watu wako tayari kutusikiliza eti. Watu wanatulia wanasikiliza. Mpaka mtu namuonea huruma amekaa anasikiliza. Kwa sababu gani? Kwa sasa hivi tunaweza tukabishana kuhusu Yanga, tunaweza tukabishana kwa maana atachukua ubingwa kati ya Simba na Yanga, tukabishana kuhusu Chadema na CCM, lakini hatuwezi kubishana ukweli kwamba dunia ilipofika sasa inamhitaji Yesu. Ule unabii ambao Isaya alisema dunia inawayawaya kama machela, inalewalewa kama mlezi, umefika sasa. Watu wamechoka, watu wanalia, watu wanateswa na damu. Na ubiri hapa injili, vijana wa hapa wanasema, pasa tunashukuru. Nikahubiri pale injili, jamaa mmoja hata hajaokoka Muislamu akasema, pasa kama unachelewa nipe mic, akaanza kuhubiri. Nimemrekodi hapa. Ngoja niwapray ili mjue huyu jamaa hajaokoka. Sawa, sio wa hapa kanisani, lakini alivyoona Mike akasema, pastor, hii ndo yenyewe. Sasa watu watahubiri, wataokoka, watu watamjia Mungu. Na wakaniambia, pastor, nilikuwa nimebeba speaker na kuja nayo hapa kanisani. Wakasema, pastor, usipeleke kanisani, tuhubirie kwanza sisi hapa ndo uendelee kwingine. Kwa speaker imeanza kufanya kazi, haijafika hata kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpigie Yesu makofi mengi hapa. Haleluya. Nitasomea Yohana 3:16. Haleluya. Amen. Na unasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliyependa ulimwengu hata kamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yohana 3:16 unasema, Mungu amemtoa mwana wa pekee. Haleluya. Amen. Karibuni jamani, karibuni tusogee karibu tusikilize. Unaweza kufanya kazi zako huku ukisikiliza neno. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maneno ya kuongea yaliisha. Msijali, haleluya zimekuwa nyingi sana kwa sababu maneno ya kuongea, lakini Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna watu wako tayari, jamani amina. Mchana wa leo kama uko tayari kwenda kuhubiri injili na sisi,
tunatoka. Tukimaliza tu ibada hapa, tunasubiri usafi kwa saa 7:30, saa 7 kamili we are out, tunaenda kuhubiri. Bwana asifiwe sana. Tunashuhudia. Baada hapo tunarudi hapa jioni saa 10 kwa hiyo atweka kalendini. Mnafahamu kwamba saa 10 leo tuna maombi ya masaa 6 hapa, kuanzia saa 10 mpaka saa 4 usiku. Jamani, amina. Haleluya. Bwana asifiwe sana. It's time, ni wakati. Jamani, amina. Ni wakati. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Jamani, haleluya. Mbarikiwe sana. Tuishie hapa kwa leo. Amen. Lakini naomba usimame kwa miguu yako. Simama mahali ulipo. Natamani mwambie Mungu akusaidie. Haya ndio mambo ambayo yanapaswa kutusumbua. Haya ndio mambo ambayo yanapaswa kutusumbua. Haya ndio mambo ambayo yanapaswa kugrab our attention. Mwambie Yesu kwa dakika moja tu tena. Mwambie Yesu akuwezeshe. Akupe neema ya kushiriki mzigo huu pamoja na yeye. Amina. Haleluya. Twende tuombe mbele za Mungu. Masheteke pa. Raka satabata masefeteria. Nozatara kaya mikando sufuata makapayata masefetebira. Tupe neema Yesu, tupe neema Mfalme, tupe neema, tuwezeshe tushiriki mzigo pamoja na wewe. Give us the grace of God to see the souls are coming to you. Madora beke sefrata nikapasa taradia. Rashata kata vateria nikapayasa fasoto. Tuite kuomba kwa ajili ya watu ambao hawajaokoka. Tuite kuomba kwa ajili ya watu ambao hawajakujua wewe ili wakujue wewe na wenyewe. Bwana, tuite kuenda kuwapelekea habari njema watoto wako. Yesu, watu wa nyumbani mwako ambao ibilisi anawaonea, watu wa nyumbani mwako ambao nguvu za giza na watesa na kuwaonea, tupe neema ya Bwana. Give us the grace, oh God, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu atuwezeshe, Mungu akufanikishe, Mungu akupe neema, Mungu aufinyange upya moyo wako. Moyo wako uwe na mzigo, mambo yanayomsumbua Mungu yakusumbua na wewe. Si kitu anachotaka Mungu sio utrend, kitu anachotaka Mungu sio uwe maarufu. Kitu anachotaka Mungu ni kwamba watu wengi wamjie yeye kupitia wewe. Biblia inasema wale waongozao wengi kutenda haki watang'aa. Ukamhubiri Yesu kwa matendo yako, ukawaleta watu kwa Yesu kwa maisha yako. Bwana akupe neema. Omba usiache. Ana mambo ya kuombea. Bwana akupe neema, watu wamjue yeye kupitia maisha yako. Wamjue yeye kupitia maisha yako. Matendo yako yawasogeze watu kwa Yesu. Maisha yako yawasogeze watu. Mtoto ambaye ni kwa sababu yake familia inatukana. Mtoto ambaye ni kwa ajili yake na kwa sababu yake familia inaingia kwenye aibu. Huyo mtoto ni hasara kwenye familia. Lakini mtoto ambaye kwa sababu yake watu wanapatikana, kwa sababu yake watu wanaokolewa, kwa sababu yake watu wanakuwa salama, mtoto wa faida katika familia. Chagua kwa mtoto wa faida katika nyumba ya Mungu. Kwa maisha yako watu wamjue Mungu, kwa maisha yako watu wamkaribie Mungu, kwa maisha yako watu wamtukuze Yesu, kwa maisha yako watu waokoke, kwa maombi yako watu wamjue Mungu, kwa maombi yako watu waokoke, kwa maombi yako watu waache uovu wamtukuze Yesu, na kwa maneno yako ya ushuhuda watu wamjie Yesu. Shatakata Reva sotoria nikapayasa fasataba. Ngoja nikwambie kitu cha kushangaza. Duniani hapa kwa mujibu wa takwimu ambazo nimesoma hivi karibuni, wanasema hivi watu wa Kristo wako bilioni 3.9 kama sikosei. Bilioni 3.9 hivi kama sikosei, lakini ni bilioni 3. Lakini watu ambao hawajaokoka ni zaidi ya bilioni 5. Manake watu wako bilioni 8.4 duniani sasa hivi. So dunia hii wa Kristo hawafiki 50% ya population nzima. Hawafiki 50%. Hawafiki. So unataka tuko wengi, unaona makanisa, unaona watu wanafanya matamasha huko, watu wanajaa, usikadhani waliokoka ni wengi. Hapana. Hata hapa Morogoro wa Kristo hatafika 50%, hata 50% hawafiki. Wa Kristo. Sasa hao ni wa Kristo. Vipi kuhusu ambao hawajaokoka? Ni wengi zaidi. So please mtoto wa Mungu, hebu shiriki mzigo huo na Bwana. Walete watu kwa Yesu kwa jina la Yesu. Na hapa tunavipeperusha. Unapoondoka chukua hata viwili.
chukua hata viwili, wapelekea watu. Wewe unashindwa kuongea, peleka vipeperushi basi. Watu wapokea habari njema za Yesu, wamrudie Mungu. Jamani, amina. Wangapi wako tayari kumletea Bwana mavuno? Nyosha mkono wako namna hii. Kama uko tayari kuleta watu kwa Yesu, nyosha mkono wako namna hii. Nipungie mkono nione. Yes. Mungu akubariki sana. Bwana akuwezeshe. Bwana akufanikishe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba ukae mahali ulipo. Tunafika mwisho wa ibada yetu. Pastor